Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo leo hii wanadondoka uwanjani majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki kwenda kumenyana dhidi ya moja ya klabu nzuri kabisa. Nazungumzia KMC katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika raundi ya 4, ambapo ni mzunguko wa 4, ambapo Young Africans wanakutana dhidi ya KMC katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam Mwenge pale, ambapo Yanga wataalikwa na KMC. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeweza kutangazwa na kocha Pedro, kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans, kocha mpya huyu ambaye anaanza majukumu yake rasmi leo hii kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakwenda kutetea mataji ambayo Young Africans walichukua msimu uliopita. Kama ambavyo tuliweza kushuhudia mpira ambao ulikuwa ukiweza kupigwa chini ya Roman Falls kutowafurahisha mashabiki wa klabu ya soka Young Africans. Je, leo hii kupitia kocha Pedro soka litakuwa limebadilika? Kwa sababu kuna muda wamekaa pasipo kuweza kucheza. Je, soka litabadilika ama itakuwaje? Tusubiri kuweza kuona, ila tutizame kikosi ambacho amekipanga leo hii kiko vipi. La kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele. Karibu bana. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kufanyika ndani ya timu yao, mambo yanaonekana kwenda vizuri licha ya kwamba minong'ono ilikuwa ni mingi kweli juu ya soka lao wanalolicheza, lakini rasmi sasa unaambiwa mambo yamebadilika huko ndani, ambapo kikosi ambacho amekitangaza kocha Pedro kinachokwenda kuwavaa KMC bila kupoteza wakati. Golini atasimama Djigui Diarra, screen protector, unafahamu bora wake, moja kati ya magolikipa bora kweli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kuwahi kutokea. Ubora wake unachagizwa na mambo mengi ambayo yapo ukiweza kuzingatia kiwango kikubwa ambacho anakionyesha, namna ambavyo anaisaidia timu yake na namna ambavyo amekuwa ni moja kati ya msaada katika lango la klabu ya soka Young Africans. Ubora wake unachagizwa na yale yote ambayo yuko nayo. Ana uwezo wa kupandisha timu, ana uwezo wa kutuliza mashambulizi, nazungumzia Djigui Diarra. Kwa hiyo atakuwepo langoni kwa siku ya leo. Huku beki namba 2 atakuwepo si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda. Nafahamu kazi kubwa ambayo anaipiga kwenye kikosi cha Yanga. Amekuwa na mwendelezo mzuri, namna ambavyo amekuwa akiweza kupandisha mashambulizi, na amekuwa ni moja kati ya watu ambao si wale mabeki ambao utawakuta wamekaa nyuma tu. Hapana, muda mwingi wanapokuwa wanashambulia basi utamkuta katika eneo la juu zaidi, na timu ambapo inapokuwa imepoteza mpira anarudi kukava katika nafasi yake. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo atakuwa nayo leo hii. Hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni Israel Patrick Mwenda. Huku beki namba 3 utasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaendelea kuweza kuipiga kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Amekuwa ni moja kati ya muhimili mzuri zaidi katika nafasi hiyo ya beki namba 3 kuonyesha ubora wake, na mpaka sasa tayari ameshaweza kuzitikisa nyavu na ana goli lake moja tu katika msimu huu akiwa na kikosi cha Yanga toka alipoanza kujiunga nao. Kwa hiyo leo hii pia huenda akaandika rekodi nyingine tena. Kwa hiyo atakuwepo. Huku beki namba 4 atasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Bakari Nondo Mwamnyeto, kapteni mkuu mwenyewe, atasimama katika eneo hilo kwa ubora mkubwa, akihakikisha kwamba wanaisaidia timu yao kuweza
kupata ushindi. Huku beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni Dickson Job. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu ambao wanapiga kazi kweli kweli, na huenda ukaweza kushuhudia namna ambavyo anaipanga safu yake ya ulinzi kuhakikisha kwamba langoni kwa Diarra mambo hayawi magumu, mipira haipotei ama haiendi kutikisa nyavu za Diarra. Kwa hiyo ukuta mzima utasomeka hivyo. Huku namba hapa nazungumzia kwenye viungo, namba 6 anasimama si mwingine bali ni Duke Abuya. Mwalimu amesema ya kwamba anaona kitu cha kitofauti kwa Duke Abuya. Kwa hiyo Mkenya huyo anaanza katika nafasi ya namba 6, na unafahamu ubora wake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli. Si tu ni hivi karibuni bali moto wake wapinzani wanaofahamu vyema. Kwa hiyo ataendelea kuhudumu katika eneo la namba 6 katika mchezo huu dhidi ya KMC. Huku namba 7 sasa utakutana na Celestine Ekua. Mwalimu ameweza kumpatia nafasi winga huyu kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Ni moja kati ya wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kuweza kuzifungua kodi zote za wapinzani. Ana uwezo mzuri kabisa wa kukokota mipira na kupiga mashuti makali akiwa nje ama ndani ya 18. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo leo hii kazi kubwa ambayo atakuwa nayo Celestine Ekua kuhakikisha kwamba anaonyesha kile ambacho yuko nacho. Kumbuka huyu ni mwalimu mpya, kwa hiyo unabidi uonyeshe ili uendelee kupata nafasi kwenye kikosi chake. Huku nazungumzia namba 8 anasimama si mwingine bali ni Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota hatari kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri, namna ambavyo amejua kuweza kuitumia nafasi hiyo. Amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanaharibu mipango ya wapinzani, lakini pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanasaidia sana timu kukaba pindi ambapo inapokuwa imeweza kupoteza mipira. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya. Pia kazi yake ni kutikisa nyavu, ikibidi huwa anafanya kazi hiyo, ambapo hilo kwake sio shida. Huku unazungumzia namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota ambao wameanza msimu japokuwa hawajaanza vizuri, lakini matumaini ya kwamba huko mbele mambo huenda kama mazuri zaidi. Nazungumzia Prince Mpumelelo Dube, mwamba huyu ambaye kidogo mambo kwa upande wake hayajamwendea vizuri mpaka hivi sasa. Huku unazungumzia namba 10 anasimama si mwingine bali ni Mohamed Doumbia. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota ambao wana kasi kweli kweli, wana pasi za macho, wana uwezo mkubwa kabisa wa kuweza kuvunja viungo zaidi ya 3 kwa pasi moja. Yani ana uwezo wa kupiga penetration pass kwa ubora mkubwa zaidi. Kwa hiyo Mohamed Doumbia atazungusha katika dimba la kati leo hii kama namba 10 katika mchezo huu dhidi ya KMC. Huku namba 11 atasimama Profesa Waboli, si mwingine unazungumzia Pacome Zouzoua, moja kati ya watu hatari, tishio kweli kweli. Ukiona timu inakutana na Young Africans lazima uanze kuwaza kuhusiana nani atamkaba Pacome Zouzoua. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika kikosi hiki ambacho nimekusogezea wakati huu chini ya kocha Pedro, kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Je, Yanga leo hii wataondoka na ushindi? Weka maoni yako hapo chini katika upande wako.